chama cha ODM sasa wanasema kuwa hawatakubali chama cha UDA kuwasilisha wagombea katika ngome zao ikiwa UDA wanataka kushirikiana nao katika uchaguzi mkuu ujao. Wakizungumza wakiwa eneo la Muhoroni, kaunti ya Kisumu, viongozi hao wameonekana kusikitika na hatua ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuonekana kuegemea mrengo wa upinzani, wakimtaka kujiondoa katika siasa za kitaifa. And as a party we are strong. And we know we lost our leader. But we want to thank our members for their resilience. And this ship has been steadied under the leadership of Dr. Oburu Oginga. And as we face the next election, we are facing that election focused and strong. And if we are going to any negotiation table, we are going as equal partners, not as a weaker party. And so we have resolved that we are going to strengthen our grassroots. Tutatembea katika kila kona ya hii Kenya, tuimarishe chama cha ODM. The people we are not going to negotiate with are tribalists, watu ambao wanatenganisha Wakenya, wale ambao wanatenganisha Wakenya kwa misingi ya kikabila, watu wa matusi, watu ambao hawajielewi. Hao hatuwezi ongea nao. Tukianza na Gacheta na wengine hatuwezi ongea na hao. Mheshimiwa Uhuru, huyu President Ruto alikufanyanga makosa gani? Tueleze tu tuelewe. What is it that he did so wrong that you can never forgive him for? What is it? Sisi tulikuwa na wewe. Tumetembea tukaongoje uongozi. Uhuru Kenyatta, being the conman that he was when we had handshake with Raila Odinga, did not implement any tangible development project in our region, including the Koru Soin Dam project, which he had promised us. That we had all the SG, and we are not apologetic. We had what the SG of UDA said. He was very clear and categorical that there's going to be no zoning and that they're going to have all candidates of UDA in all areas, even the strong areas of ODM. I want to say this. My people, we must come out strongly. And as ODM, we must defend our areas and our regions.